mandi zambi, lilikuwa lina hukumu nyakati zote, lakini Roho wa Kristo leo hii anawahesabia watu haki kwa sababu ya kazi aliyoifanya yeye mwenyewe kwa msaada wake yeye mwenyewe. Lakini watu hii haki hawataki kuisema, hawataki kuikiri, hawataki kuikubali. Amina. Ila wanataka watu waaminishwe kazi ambavyo ni ngumu, wasipofanya 1, 2, 3, wasipofanya matendo yao, wasipotoa sadaka, wasipotoa mbegu, wasipomtumikia Mungu kwa bidii, kwa nguvu zao na mali zao, hawawezi kumwona Mungu. Ngoja nikwambie, usipomfahamu Kristo utahangaikia sana kuhusu wokovu. Amen. Na ndio maana utakata tamaa, unaona kama wokovu hauna maana, mpaka utakapomjua Kristo na ukaheshimu kazi ya utoshelevu ambayo ilitokana na Mungu. Utoshelevu wa mwanadamu aliye ndani ya Kristo, au utoshelevu wa mwanadamu aliyeokoka upo kumjua, katika kumjua Baba yale aliyoyafanya. Kwa nimekuja nikwambie wewe ambaye ulikuwa hujajua ya kwamba Kristo kuna jambo amelifanya. Kristo ndo utimilifu wako. Amina. Huyo Kristo ndo haki yako. Amen. Anasema kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ni sura ya kwanza na mstari wa 30 pale, anasema Kristo ndo utakatifu wetu. Amen. Kristo ndo haki yetu. Hakuna utakatifu nje na Kristo, hata ungejitahidi namna gani. Amina. Amin. Maana Kristo ni mfumo mpya ambao Mungu aliuharibu ule mfumo wa kishetani, akaiacha dunia na mambo ya shetani kule na wanaomkataa Yesu ambao wanafugwa na shetani. Akaleta mfumo mpya katika Kristo. Ndio maana Biblia inasema akatuhamisha, alitukomboa katika nguvu za giza, akatuingiza katika pendo la mwana wake. Maana kuna mahali anatutoa na kuna mahali anatupeleka. Kwa hiyo Yesu anatuingiza kwenye mfumo wa Kristo. Ndio maana Kristo ni yule aliyefufuka. Amina. Aliyefufuka sio Yesu, aliyefufuka ni Kristo. Aliyekufa ni Yesu akiwa mwanadamu na mwili, alipofufuka akawa ni Kristo akiwa na mwili wa uungu, akiwa na mwili wa roho, akiwa na mwili wa utukufu, akiwa na mwili wa utakatifu. Kwa hiyo huyu alipoenda akaja akafanya makao ndani ya mwamini. Wewe ukiwa na Yesu na Kristo ndani yako, manake wewe ni mtakatifu kupitia yule Kristo. Amen. Chana na utakatifu wa kuazima. Ndio maana mtu anaweza kaigiza ni mtakatifu miaka miwili amepiga miguu juu. Anaweza kaigiza mtakatifu miaka 5 amepiga miguu juu. Kubaliana na kile Kristo anachosema, kubaliana na kile Mungu anachosema. Mungu anasema wewe ni mtakatifu. Kwa sababu ya utakatifu wa Kristo aliyoutuma toka mbinguni. Utakatifu litoka mbinguni kuingia ndani ya mwanadamu. Utakatifu hautoki kwa mwanadamu kuingia mbinguni. Amina. Ninaamini kabisa msikilizaji wangu unanielewa, hasa wale ambao wameokoka. Hata kama uko kwenye dini, anasema Paulo kwamba andiko linaua. Amina. Na ndio maana wasioyajua maandiko wanatumia maandiko ya Agano la Kale kuchinja na kuua. Lakini shetani, Biblia inamtofautisha. Yesu alipokuja alisema shetani ni shetani. Amen. Kazi yake ni kuua, kuharibu na kuchinja. Amen. Ila mimi popote ninapokuwepo mimi na chemichemi yangu ni uzima. Amen. Mimi hakuna chemichemi ya mauti. Amen. Chakula changu kinatia uzima. Amen. Mimi hakuna chakula mtu anaweza kala akafa. Amen. Yaani hata mchawi, ili neno lake anayenisikiliza akilisikia na kuliamini hata kufa. Amen. Ataishi. Amina. Hata yule aliyekuwa ameandikiwa mauti au alitamkiwa kufa na watumishi wa Mungu wanaotumia jina la Yesu kuua, akiliamini Injili na neno la Kristo hata kufa. Amina. Ataishi. Amina. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ni uzima. Mbinguni hawafahamu mauti. Amen. Duniani ndo mauti inatawala na kumiliki. Amen. Kuzimu wanafahamu mauti ndo inayotawala na kumiliki. Amen. Mbinguni wanahubiri uzima. Amina. Hawahubiri mauti. Mbinguni hawayajui mapepo. Ndani ya uzima hakuna mapepo yanayoishi. Ndani ya uzima hakuna mchawi anayoishi. Yaani ukienda mbinguni ukasema mchawi huyo, watasema mchawi ndo nini? Kwa sababu hajawahi kuishi mchawi ndani ya uzima wa milele. Uzima wa milele ni nchi iliyo ndani ya Kristo. Hii nchi ni tofauti na nchi ya ulimwengu wa kawaida wa mapepo. Mapepo hayawezi kuishi ndani ya ulimwengu mpya wa Kristo. Wewe kama uko nje na ulimwengu mpya ulio ndani ya Kristo, maana yake hujaelewa mfumo wa kiungu. Mfumo wa kiungu ni kwamba watu wote wanaookolewa na Yesu Kristo wanasukumiziwa ndani ya Kristo. Wanakuwa ni viumbe vipya. Hawa watu hawawezi kuzungumziwa tena habari ya mapepo, habari ya wachawi, maana wachawi hawawezi kuwagusa. Amina.
Ndio maana Biblia inasema mpingeni shetani, mkaribieni Mungu, naye shetani atawakimbia. Kwa hiyo unapoingizwa ndani ya Kristo ndo kumkaribia Mungu huko. Amina, amina. Unapoingizwa ndani ya Kristo ndo kumpata Mungu huko. Unaweza ukawa ndani ya Kristo, huwezi ukawa ndani ya Kristo afu unamtafuta Mungu. Manake ni kichaa. Ukiwa ndani ya Kristo umempata Baba. Amina. Ukiwa ndani ya Kristo umempata Mwana. Amina. Ukiwa ndani ya Kristo umepata uzima Amina. wa milele. Ukiwa ndani ya Kristo umepata ushindi. Ndio maana kuna watu yani yeye hawezi kusema mimi nina ushindi, nina uwezo wa Mungu, nina nguvu za Mungu. Yeye kila siku anasema yani nina vita. Yani nina vita, yani mtumishi acha tu. Nina vita. Macho yake yanaona vita, hayaoni ushindi. Amen, amen. Na lakini wanaoona ushindi wakimwona Kristo anavyosema, anasema bali katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Alafu anasema sisi ni washindi zaidi ya washindi. Anasema we are more than a conquerors. Yani sisi ni zaidi ya washindi. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni matokeo ya ushindi wa Kristo. Kristo ndiye aliyemkanyaga shetani. Amina. Na kazi zake. Anasema kwa jinsi hii mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za shetani. Sasa watakwambia hamna, inatakiwa ujitahidi. Yesu naye alishinda na wewe unapaswa kushinda. Yesu alizivunja kazi za shetani na wewe unapaswa kuzivunja kazi za shetani. Sikiliza, tunazivunja kazi za shetani kwa kupokea ufahamu wa Kristo na kuiamini kazi timilifu ya Mungu ambayo ilitoka mbinguni. Tukiamini ndio kumshinda shetani. Tunamshinda shetani kwa imani. Hatumshindi shetani kwa kufanya kama alivyofanya Yesu. Yesu alifanya kwa ajili yako. Kwa acha kujipoteza, mtumishi wa Mungu. Amina. Wewe ambaye unanisikiliza, haya mafundisho yamekuja jioni ya leo. Ni kwa ajili yako. Maandiko yalikuwa yanaua. Maandiko yalikuwa na hukumu. Hata leo tuna watu wanaohukumu. Wanahukumu hata watu kwa jina la Yesu. Wanahukumu hata wachawi kwa jina la Yesu. Ngoja nikwambie, mchawi yeyote unayenisikiliza, hupaswi kuhukumiwa kwa kufa. Uzima wa milele unakuhusu kwa sababu hata Kristo alikufa kwa ajili ya uchawi wako. Wewe ukimwamini Kristo, hata kuua utapata uzima wa milele. Utaingia ndani yako, maana mle ukiingizwa katika Kristo, uchawi unabaki nje. Unabaki kwa shetani. Unashangaa unasema nilikuwa mchawi. Yani nilikuwa naloga kabisa. Nashangaa uchawi haufanyi kazi siku ya leo. Kuna waganga wa kienyeji wanakamataga watu, wanaenda kuziua zile mbegu za uchawi, wanaita nini? Kwa kiruga chetu wanaita imbunguru. Wanaenda kuzikata. Sasa kwa Yesu Kristo zile haziingii. Unaingizwa, unakuwa mpya kabisa. Wale wanaokuchukia na kukutukana wewe mchawi ni kwa sababu wana mbegu ya lawama. Wana agano la kale ambalo lilikuwa linaua. Wanajua Yesu alikuja ili auwe. Yesu alikuja ili wewe mchawi uwe na uzima. Yesu alikuja ili wewe kahaba uache ukahaba uwe na uzima. Yesu alikuja ili akusaidie wewe usiyejiweza. Yesu alikuja ili wewe jambazi uache ujambazi wako uingie katika ile nchi ya uzima ambayo haina majambazi. Kwa unabadilishiwa, unakuwa mpya katika Kristo. Hakuna kitu ambacho kinaingizwa katika Kristo kikawa vile vile. Kristo ni nchi. Kristo ni mfumo mpya ambao haufananishwi na mfumo wa kizamani. Amen. Ninajua wapo wengi watanirushia mawe, lakini nipo kwenye zamu yangu. Amen. Kristo anawapenda watu wote. Wale unaowachukia na kuwaua na kuwachinja kwa jina la Yesu, nataka nikwambie umempakazia tu Yesu. Umempakazia, ila anayewakilisha roho ya uwaji ni shetani na ibilisi. Na umejaa hofu kwa sababu unajua Kristo hawezi kufanya lolote, lakini mtu yeyote akimfahamu Kristo hana hofu. Mungu hawezi kumpa roho ya utumwa. Amina. Shetani anakaa mbali sana na mtu ambaye ana ufahamu wa Kristo. Kwa hiyo jioni ya leo, yamkini ulikuwa uelewi kwamba Kristo ni mfumo, na mtu akiwa ndani yake ana amani, ana uzima, anayo neema, ana ushindi. Mchawi hamgusi, wala mchawi harogi, wala hawezi kuingia, wala mapepo hayana sababu ya kuingia. Maana ili mapepo yaingie ndani ya Kristo, na yenyewe yanapaswa kuingizwa na Kristo. Kwa hiyo wewe muamini Kristo, alafu uamini kazi ya utoshelevu wake. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Napomaliza, muda umeenda. Nitakuachia tu andiko, mtu msikilizaji, unaweza ukasoma kitabu cha Wakolosai 1:19 anaposema huyo Kristo ndio utimilifu wote wa Mungu unakaa hapo. Yani yeye jicho lake lipo katika Kristo. Kwa hiyo wewe muamini Kristo jioni ya leo. Na wewe ambaye hujaokoka, ulikuwa unaogopa, nataka nikwambie ukiingizwa kwenye mfumo wa Kristo unakuwa kiumbe kipya. Na yote ya kale yanakuwa yamepita. Unamwachia ya kale shetani, unamwachia magonjwa shetani, unaacha rana, unamwachia shetani. Hebu
kumwamini Yesu jioni ya leo. Amen. Ili aanze na wewe upya. Wewe unayenisikiliza, uingie kwenye mfumo wa Kristo na uanze kuihubiri na wewe injili ya Kristo. Maana mengi atakutendea. Nimesema wapo wengi waliombewa na wakafa. Wengine waliombewa hawakudumu kwenye wokovu. Kwa hiyo kuombewa sio muujiza, wala kupona sio muujiza, bali kuwa na uzima wa milele na kuhamishwa kuwa ndani ya Kristo, huo ndio muujiza mkubwa ambao hajawahi kutokea kwa mwanadamu. Amen. Amen. Ninaamini msikilizaji wangu unanisikiliza, lakini muda wangu sijui kama unanitosha. Hebu nitaomba tu utanipigia mimi mwenyewe simu, una maswali utaniuliza, mimi niko tayari. Na kesho ninahudumia mtu mmoja mmoja. Unataka kueleweshwa, njoo kesho. Huna muda, njoo kwenye ibada zetu Jumapili. Ni kuanzia saa 3 mpaka saa 8 mchana. Lakini Jumatano ni ibada kamili kwa ajili ya mafundisho haya yanayofundisha. Ukitaka kujifunza zaidi, wewe fika Divine Grace pale Makambini kwa mchungaji Mwang'amba, utanikuta pale. Njoo niulize maswali, hata kwenye simu, kwenye mitandao unaweza ukachukua namba ya simu ambayo nitaitaja, nipo kwenye WhatsApp. Unataka kujifunza, nitakuunganisha kwenye darasa ujifunze kuhusiana na Kristo, alafu uwe kiumbe kipya, maana utapokea ufahamu wa Baba. Amina. Kwa hiyo ninaamini kuna watu ambao huenda wanataka kuokoka. Amina. Utanifuatisha sala hii. Amen. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako. ninakuja kwako. Nimeliamini neno lako kwamba kumbe ipo nchi mpya ya Kristo, na mimi nimebaki kwenye nchi ya kale, kwenye agano la kale. Leo hii nimekubali kuokoka, nianze upya, nilelewe na wewe Kristo, nikae ndani ya Kristo kuanzia sasa, na mkataa shetani, na tamani nihamie kwako kwenye uzima wa milele, katika jina la Yesu Kristo. Yesu nisaidie. Na kuombea sasa wewe ambaye umeokoka. Baba, katika jina la Yesu, umenituma kuponya ufahamu wa watu wasiokujua wewe Kristo, na mimi nimeliwakilisha neno lako vilivyo. Amani yako Baba iwakalie wale wote waliosikiliza neno hili, na hao walioupokea wokovu Kristo ukawahamishe kutoka kwenye laana kuwaingiza kwenye baraka, katika jina la Yesu Kristo. Wote Bwana ambao wamesikia sauti hii kuanzia sasa waiamini injili yako, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaachilia uzima uanze kutenda kazi, na malaika wa uzima waanze kutenda kazi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi narudia tena namba yangu ya simu 0759 02 0497. Narudia tena 0759 04 0297. Mungu akubariki sana. Karibu sana Divine Grace. Amina. Amen. Dada Agnes, Abe, kuna kitu tumesahau? Hapa tuko sawa. Mungu awabariki sana. Amina. Mungu awabariki sana wasikilizaji wangu. Amani ya Bwana iwakalie. Amen. Amen. Asante sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kwenye kipindi hiki kizuri. Dakika 3, yani 33 zimeondoka mara baada ya saa 3 kamili za usiku, na hivi punde tutajiunga na kipindi maalum cha afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa hiyo wewe endelea kusalia pamoja na mimi.